Mambo vipi mtazamaji wa SAUT TV? Karibu tena katika kipindi cha Kioo cha Mwanamke. Kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujua yale yote mafanikio yaliyofanywa na mwanamke katika jamii. Na kwa siku ya leo mada mezani ni mwanamke na fursa za mitandao katika biashara. Nitakaye kuongozea kipindi hiki, jina langu ni Mariam Fakii, lakini nitakuwa na mgeni wangu Julita John, miongoni mwa wanawake ambao wanaitumia mitandao ya kijamii katika kujiwezesha kibiashara. Endelea kusalia nasi. Julita, mambo? Safi zaidi. Salama. Kwanza hongera. Asante. Tukianza tu, ulianza lini kutumia mitandao ya kijamii katika biashara yako? Nilianza 2023 mwezi wa 10. Nilianza na kuposti vitu WhatsApp, mtu akikipenda kitu nampelekea. Na kwa kipindi hicho kwao ni kwamba ulikuwa unafanyia biashara wapi? Nilikuwa tu nyumbani, sikuwa hata na frame. Kwa hiyo nilianza hivyo, mtu akipenda kitu nampelekea. Na ni mtandao upi umekuletea mafanikio makubwa zaidi katika biashara yako? Mtandao unaoniletea mafanikio ni Instagram, kwa sababu kipindi nafanya kwa WhatsApp nilipata wazo, nikasema ngoja nijaribu kwenye Instagram. Baada ya kuweka product zangu Instagram, nikaona watu wanaanza kuongezeka, watu wananifahamu, nikasema hii ndio nzuri na ndio naitumia mpaka sasa. Na tangu umeanza kutumia mitandao ya kijamii imepelekeaje kuongezeka kwa wateja katika biashara yako? Kwanza wateja wamenifahamu. Alafu napata wateja bila mikoani. Pia nimeona uaminifu wa wateja. Na unajua kila kitu kinahitaji nguvu ya mtu. Kwa upande wako, tukianzia kwenye familia imekupokeaje? Kwa sababu unajua wazazi wana ile concept kwamba mitandao ya kijamii inapotusha watoto. Sasa kwa upande wako wewe unaitumia kujikuza biashara. Kwa ulipojaribu kuishirikisha familia ama watu ambao wanakuunga mkono kuhusiana na kuzihusisha biashara zako na mitandao, walikupokeaje? Kwanza familia yangu walinisupport. Kwa sababu mitandao ya kijamii ni mizuri pia ni mibaya. Mitandao ya kijamii ukitumia vizuri unakuletea mafanikio mazuri kama nilivyonayo hapa. Lakini pia ukitumia kwa vibaya ndio kunakuwa na matokeo mabaya. Lakini familia yangu ilinisupport. Na kwa upande wa jamii ilikupokeaje? Jamii walinipokea vizuri, hasa marafiki zangu walinisupport na kutangaza pia biashara yangu. Kuna yule mtu ambaye anakuangalia sasa hivi anatamani kujua kwamba ni bidhaa gani ambazo unajihusisha nazo huko mtandaoni? Bidhaa ambazo najihusisha nazo, kwanza ni nauza pochi, nauza mikoba, nauza sendo, tisheti na perfume. Na kupitia mitandao umewezaje kuwafikia wateja wa mbali ama kufikia masoko mapya? Kupitia mitandao nimeweza kuwafikia kwa sababu nafanya delivery. Yaani mtu anaweza kupenda kitu, leseni anatokea Dodoma, nikamtumia. Na kuna mafanikio gani ambayo umeyapata tangu uanze kuiweka biashara yako mtandaoni? Mafanikio niliyoyapata ni makubwa kwa sababu mauzo yameongezeka. Mauzo yameongezeka. Pia kuna mambo ambayo nilikuwa natamani kuyafanya, nimeyafanya pia bila kutegemea mtu. Unajua kwenye kila safari kuna changamoto. Kwa upande wako kuna changamoto zipi kubwa ambazo unakumbana nazo kutokana na kujihusisha na biashara yako, yaani kuhusisha biashara yako hapa dukani na mtandaoni? Changamoto ni nyingi. Lakini changamoto haswa kubwa inatokea pale ambapo mteja unampa bei ambayo mimi naiuza, anaanza kukompea na vitu vingine. Ndio. Au mtu kaagiza mzigo kalipela nusu, baadaye tena anapotea. Kwa hiyo ule mzigo itakubidi ulete hapa dukani usubirie mteja wa kuja. Na kusubiria mteja ni kazi kwa kweli. Kwa upande wako, tangu umeanza kuihusisha biashara yako na mtandao, kuna wanawake wote ambao umewahamasisha ama kuwainua wewe kama wewe? Wanawake ambao nimewahamasisha ni wengi.
Kwa sababu wengine wananifuata inbox wananiambia bana, tupe ushauri, ulianzaje, ulifanyeje? Hasa mimi natoa ushauri. Ushauri ni wa bure kabisa. Hakika. Na unajua kwenye kila kitu kuna mbinu. Kwa upande wako ni mbinu gani ambazo unazitumia kujikuza zaidi katika biashara yako lakini kupitia soko la mtandao? Mbinu ambazo nazitumia, kwanza najaribu kuwaweka karibu wateja. Naweka karibu, pia na waheshimu. Yaani hata kama mteja umenifuata ukaniambia bana, mimi na hela kadhaa, lazima nikutafutie product ambayo inaendana na hela yako. Kingine nachukua video naweka Instagram, napiga picha product zangu. Kwa hiyo naona ni moja kati ya mafanikio. Mtazamaji wa SAUT TV, nikukumbushe tu kuwa hatujamaliza ni ndani ya kioo cha mwanamke, na kwa siku ya leo mada mezani ni mwanamke na fursa za mitandao ya kijamii katika kujikuza kibiashara, na nipo nawe Julita John. Nikukumbushe tu kuwa usisahau kukaa nasi hadi tamati. Na tukiendelea tu, mitandao ya kijamii imekusaidiaje wewe kama mwanamke kukuza jina na kufanya wewe kuaminika kama mwanamke mfanya biashara? Mitandao ya kijamii kwanza imefanya jina langu likue, alafu pia product zangu ziende mbali. Pia mimi ni mwaminifu. Mteja akituma pesa, mzigo wake unafikia kwa uhakika. Maana kuna watu wengi wanatumia sana mitandao ya kijamii kutapeli watu. Unakuta mteja kapenda kitu, kalipia, lakini mtu anaingia mitini. Kwa hiyo nawahamasisha pia wateja wangu yani wasijali kabisa, kwa sababu mimi ni mwaminifu. Na unahisi ni mtaji wa kiasi gani mtu anatakiwa awe nao kwa yule ambaye anatamani kuanza biashara kwa kupitia mtandao? Yaani mtaji hata akianza na 500,000 ni hela kubwa sana kwa biashara. Alafu kingine, huwezi kuanza juu tu, lazima uanzie chini ili upande angalau mtu aone umetokea wapi. Kwa hiyo unaweza kuanza hata na 500,000, ukaagiza vitu vyako, ukawa unaviposti, unavifanyaje, yaani ukawa kama mimi. Mimi nikawa kama mfano, kwa sababu unaweza kuanzia hata WhatsApp. Ukawa una posti hata kabla hata hujapata na niliframe hivyo. Na hapo umegusia kuhusiana na swala la kuagiza bidhaa. Kwa upande wako kuna changamoto yote ambayo unakumbana nao katika kuagiza bidhaa labda kutoka nje mpaka zikufikia? Kuna changamoto gani labda unakabiliana nayo? Kwa mwanzo ndio nilikuwa na changamoto sana, maana nishakutana na watu mtandaoni nikaagiza bidhaa lakini haikunifikia. Kwao nilitafuta sana, yani kupata mtu mwaminifu ambaye atakutumia mzigo kwa uhakika ni kazi. Kwa hiyo mwanzo nilikuwa nachukulia hapa Mwanza, lakini baadaye nilianza kuagiza kuna mzigo mmoja tu ndio nilikula loss, kwa sababu niliagiza alafu mtu akaingia mtu wakaambia akakuingiza chochote. Akaniingiza chochote. Na unamshauri nini yule mwanamke ambaye anatamani kuitumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuanzisha ama kukuza biashara yake, lakini ana uoga ama ana hofu? Cha kwanza nachomshauri, kwanza ukitaka kufanya kitu chochote unatakiwa utoe hofu pembeni, yani uweka uoga pembeni. Cha kwanza awe ana ujasiri wa hicho kitu ambacho anakitaka. Cha pili awe mwaminifu, asiwe kama wale watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii kutapeli watu. Yani hakikisha anakuwa mwaminifu ili akuze jina lake. Pia cha tatu amtegemee Mungu. Kila kitu kinaanza na Mungu. Watu wengi tunawaona anapata mtaji mkubwa, lakini hivyo anaishia kufilisika. Lakini unatakiwa mtegemee Mungu kwenye mambo yako. Hivyo pia usikate tamaa. Mwingine akipata losi 2-3 anakata tamaa, lakini losi zipo pia faida zipo. Na mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo ndani ya kioo cha mwanamke. Nikukumbushe tu kuwa ulikuwa nami Mariam Fakii kuanzia mwanzo hadi tamati. Na kwa siku ya leo mada mezani ilikuwa ni mwanamke na fursa za mitandao ya kijamii katika kujikuza kibiashara. Na nilikuwa naye Julita John, miongoni mwa wanawake ambao
wamefanikiwa kukuza biashara zao kupitia mitandao ya kijamii. Ila nikukumbushe tu kuwa usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, YouTube na Facebook kama SauTV, na kule upande wa TikTok @SauTVTZ. Na siku zote tunasema hivi, kioo cha mwanamke, jitazame. Tunaangazia mafanikio ya mwanamke katika jamii zetu. Bye. Kwa jina naitwa Irene Idi, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi ya Mwanza. Kwangu mimi hapa kioo ni mamangu mzazi, kwa sababu amekuwa ni mama mchapakazi, fighter, anafanya kazi kwa bidii ili mimi niweze kuishi.